Naitwa Janet Ruhulika Karabwe. Ninashukuru sana Samia aliyetuma watu na matatizo makubwa ya wafugaji. Nimeolewa na mifugo katika maeneo ya miwa. Akawa na maeneo haya ya miwa hawa watu wamekopa nikawapeleke pengine. Tatizo hili liko kata ya Magomeni, timu ya Mama kata ya Samia Kimamba A, Kimamba B, Chanzuru, Ludewa, Madoto, amekatalia. Tulivyokuwa tumelima naye alikuwa amevikataa, lakini wamekuwa wengi wanaoingia. Kwa kuwa wamenisaidia nimeweza. Naomba serikali kuu iliingilie. Mimi niolewa na watoto wawili. Lakini pia nimuombe waziri wa katiba na sheria wakati wanasheria waje wafanye kambi ya msaada wa sheria katika kata hizo za Magomeni, Chanzuru, Kimamba, Ludewa, Mvumi, Msowero, Dumila na hapa Mbigili, ili watu wapate msaada wa kisheria, kwa sababu sasa mambo mengine yanakwenda mahakamani na wengi uelewa wao wa sheria ni mdogo. Yeye amehitaji tu tugawane. Sisi ndio wajenzi wa Tanzania yetu. Mimi nimemwacha kabisa aende bila wasiwasi. Misi Salome Mkalonge, tatua mgogoro wa wanandoa ambao wametengana kutokana na mwanaume kutelekeza ndoa yake na kuoa mwanamke mwingine, lakini katika kipindi walichokuwa pamoja walifanikiwa kulima kwa pamoja, na nguvu ya mwanamke ilitumika zaidi kuliko mwanamume katika hicho kilimo. Lakini mwanamume alipopata mazao ndipo alipoamua kumwacha mwanamke huyu na kuuza baadhi ya mazao kuoa mwanamke mwingine, na mwanamke amekuwa akifuatilia kupata mahindi au mazao waliokuwa wamelima kwa pamoja bila mafanikio. Mwanaume alikuwa akimnyima na kumkatalia kwamba hatakiwi kuchukua kwa sababu tayari wameshaachana. Lakini timu baada ya kufika katika eneo la tukio wameweza kusuluhisha mgogoro huo, na mwanaume amekubali kurudisha mazao kwa aliyekuwa mke wake, lakini pamoja na kugawia baadhi ya vyombo walipokuwa navyo pamoja na nguo zake alizokuwa amezifungia na kumkatalia kumpatia. Na wanandoa hao wameshikana mkono kwa kuonyesha kwamba wamelizia na kile kilichofanyika.